Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya imetoa tahadhari kwa umma kutokana na tetesi za kuongezeka kwa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa pamoja na yale yanayoenezwa na mbu katika maeneo mbalimbali nchini, hususan mikoa ya Pwani na jiji la Dar es Salaam. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa Mei 2025, mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe amesema kuwa wamefuatilia na kubaini kuwapo kwa mabadiliko ya mwenendo wa magonjwa ya njia ya hewa, huku visa vya uviko 19 vikiripotiwa kuongezeka katika tangu Februari hadi Aprili 2025. Ufuatiliaji wa virusi hivi umeonyesha ongezeko la visa vya uviko 19 kutoka 1.4% wagonjwa wawili hadi ya watu 139 waliopimwa mwezi Februari hadi 16.3% wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Machi, na kisha 16.8% wagonjwa 31 kati ya watu 185 waliopimwa mwezi Aprili 2025, amesema Dr. Magembe. Kwa mujibu wa Dr. Magembe, hali hiyo imetokana na mabadiliko ya msimu wa kuongezeka kwa virusi vya homa ya mafua ya msimu seasonal influenza, lakini hakuna dalili ya uwepo wa kirusi kipya chenye uwezo wa kusababisha mlipuko wa aina ya pandemiki. Kutokana na hali hiyo, serikali imetoa rai kwa wananchi wote kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, pamoja na kuvaa barakoa pale inapohitajika, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, na kutumia vipokisi mara kwa mara, na kudumisha usafi wa mwili binafsi na wa mazingira yanayomzunguka mtu. Aidha, serikali imeonya juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Dalili za magonjwa haya zimetajwa kuwa ni pamoja na homa kali, maumivu ya kichwa, vipele mwilini, kikohozi, mafua na shida ya kupumua, ambazo kwa kawaida hufanana na hivyo huhitaji vipimo sahihi vya maabara ili kubaini ugonjwa husika.